Kristo. Mwashamu Baba Askofu Eusebius Zigirwa, askofu wa jimbo la Mpanda na makamu wa rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, tunakushukuru sana kwa kuanzishia kwa misa takatifu tulioadhimisha mfungo wetu mtakatifu. Asante sana Baba kwa kutulisha neno lililo tukumbusha wajibu wetu kama tunavyoalikwa na Yesu, Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 48, wenu watakatifu kama Baba yenu aliye mbinguni. Lakini pia katupeleka katika ukweli kwamba kipindi hiki Baba anatualika tumrudie. Sote tu wenye dhambi tunahitaji kutubu, na ndio ishara ya kujipaka majivu, na vile vile ukatukumbusha mambo msingi ambayo tunapaswa kuyazingatia katika kipindi hiki, mazoezi ya kiroho katika kufunga na himizo kutafakari neno la Mungu, kusali na kutenda matendo ya huruma kwa jirani zetu. Tunakushukuru sana Baba, asante sana tu, pamoja na kwamba wakati wa kufunga tunasononekea dhambi, lakini katika wema tunapiga makofi. Tumpigie makofi Baba Askofu. Basi wapendwa wana sekretarieti na majirani wa ofisi za Baraza la Maaskofu, tunasema mfungo mwema wa Kwaresma ya mwaka 2026 kama tulivyopata katika neno la Mungu. Somo la kwanza kwa Yoeli, tunaambiwa turarue mioyo yetu si mavazi. Tujikubali kwamba tu wa dhambi, tukiri dhambi. Na tumeona katika Injili kama tulivyoona katika Injili ya Mathayo sura ya 6, Wafarisayo walishindwa kutubu kwa sababu ya kukosa fadhila ya unyenyekevu. Wadhambi mara nyingi wanashupaa kwa kiburi, na kwa sababu tulivyoelezwa na Baba, hapa duniani tunavutwa na mambo ya kidunia, akili, tajiri, mamlaka, ambao huwezi kufanywa kitu na mtu. Unasahau kwamba Mungu anatafuta unyenyekevu, na hii alituonyesha pia Bwana wetu Yesu Kristo alipoenda jangwani. Kabla ya kuanza kazi yake, alikaa siku 40 kutufundisha tu kwamba katika kutenda mema lazima uwe na unyenyekevu, ndio unamhitaji Mungu, ili akili na utashi wako, ambaye Baba amesema roho, akili na utashi usitawaliwe na mivuto ya kimwili, na hivi akili na utashi vikuwezeshe kuchagua kilicho chema. Wapendwa wana sekretarieti ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na majirani, maaskofu wametuandikia waraka wa Kwaresma ambao natuambia msichoke kutenda mema, msichoke kutenda mema. Hayo ni maneno ambayo Mtume Paulo aliwaambia Wathesalonike, na sisi tunaambiwa na mababa zetu, viongozi wetu wa kiroho hapa Tanzania, Kanisa Katoliki, kwamba katika kipindi cha Kwaresma tubobee katika kutenda mema, tushinde yale mazoea mabaya ambayo tunayo. Kila mtu anajua mazoea yake, ndio maana kutafakari utajigundua. Lakini pia tunahitaji kukumbuka kwamba tunaweza kufanya jumuiya, familia na maisha yetu binafsi kwa mazuri kwa kutenda mema zaidi. Huo ndio ujumbe wa Kwaresma 2026. Lakini pia maaskofu walipokuwa kwenye kikao chao cha kamati tendaji tarehe 12 mpaka 13 mwezi huu wa 2, walisisitiza kuendelea kuiombea Tanzania kwa sala ambayo tumesali kutokana na mambo yaliyotokea na matukio yaliyotokea tarehe 29
Oktoba 2025. Tunahitaji kwa watu wa sala ili tuweze kutubu na kumlilia Mungu kama taifa atubariki na kutufanya tuwe watenda mema zaidi. Nawatakia wote mfungo mtakatifu mwema, na katika kufunga kwenu kama tulivyoambiwa na Baba, tuzingatie sheria za kanisa. Kama leo tunaambiwa na tunajua ni kufunga mlo moja, ishara tendo jema ulilolizoea ambalo kiliacha upati hasara yote, lakini unampa Mungu utukufu zaidi. Lakini kuna wengine mnahitaji kula, usipokula sana kuna wengine mtaugua mara mbili. Kwa hiyo kama daktari anakuambia ule sana au kale sana, usiogope. Kuna wengine wananyonyesha hapa na watoto, ukale wape watoto chakula. Kwa hivi wengine wote tujitahidi kushika hiyo sheria yetu ya kanisa. Ni ishara. Kuna wenzetu wengine wanafunga kabisa, wanakula usiku tu. Kwa hivi na sisi tuwe na hiyo ishara. Lakini nakumbushwa pia mazoezi yao ya kiroho, kuna njia ya msalaba, kuna sala zaidi, kuna kujenga mshikamano na utendaji bora zaidi kazini na kadhalika na kadhalika. Matendo mema yafanikishe zaidi katika Kwaresma. Nawatakia nyote mfungo mtakatifu mwema na ulete kweli baraka, na Baba alivyotuambia mbingu zimefunguka, Mungu anatushushia huruma yake. Hakuna anayekataliwa na yeye, na yeye Mungu afurahii kuangamia kwa mtu mwovu. Anataka mtu aliyemuumba kwa sura na mfano wake ajitakase kwa akili na utashi wake, amwambie Baba, nakiri nimetenda dhambi, nisamehe. Na yeye hakatai kutoa msamaha kwa yule aliye mnyenyekevu na anayeomba msamaha. Kristo